niongee kuhusu urejesho ama kurejesha, the restoration. Kurejesha ama restoration ndio ujumbe wangu wa siku ya leo, na naamini kwamba tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati tunasema ama tunaongea mambo ya restoration, kurejeshewa ni kumaanisha kuna kitu ulikuwa nayo ama kuna kitu ulikuwa umepata, lakini hicho kitu kikaondoka ama kikaisha ama kikapungua ama kikawa hakiko tena. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Ni kumaanisha kwamba hiyo kitu ilikuwa, hilo jambo lilikuwa, alafu ikaisha. Lakini naamini Bwana na mfalme wa wafalme, kwa maana siku ya leo ningependa urudishe mawazo yako nyuma na uone kwamba ni kitu gani ulikuwa nayo kikaisha kama kikafilisika. Kwa sababu leo katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaamini kuna vitu vingi ambavyo tutazirudisha kwa maisha yetu, tutazirudisha kwa jamii, tutazirudisha kwa watoto wetu, na pia tuzirudisha hata kwa wazazi wetu katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama umewahi kuona mtu ambaye alikuwa na furaha, alikuwa na furahia, alikuwa yeye maisha yake hana huzuni, na mpaka huwa anajiuliza, kwani nilifanya nini? Jambo gani lililotendeka libaya kwangu? Kulienda namna gani mambo ikabadilika tu hivi ghafla nikajipata katika hali hii? Nilikuwa na pesa, nilikuwa na biashara, lakini jambo tu likatendeka, ama kitu tu ikatendeka, ikawa biashara hakuna, ikawa pesa hakuna. Wengine ni ndoa walikuwa nayo, ile ndoa ikaweza kusambaratika ama ikaisha, kukawa kuna divorce pale, na kukawa kuna watu wametengana. Vitu ambavyo vilikuweko, wengine walikuwa na mashamba makubwa, wengine walikuwa na mashamba maekari ya shamba, lakini baadaye hiyo mashamba kukawa tuna jambo iliyotendeka, jambo tuliliyofanyika, likawa sasa vile mashamba hakuna, zile maekari mingi zilikuwa hazimo tena. Lakini namshukuru Baba wa mbinguni na mfalme wa falme aliye juu sana na mtakatifu wa takatifu, kwa sababu leo kuna kitu Bwana atatenda kwa maisha yako. Ningependa mtu ainue mkono aseme, ni mimi leo nitarejeshewa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Watu ambao walikuwa bari, watu ambao walikuwa amesoma, unapata kwamba kuna vitu vilikuwa, watoto walikuwa wanafanya vizuri, katika mitihani walikuwa wanafanya vizuri, kikazi unapata mtu alikuwa anafanya vizuri, lakini jambo tulikaja ama likatokea, mambo ikawa imebadilika. Lakini nashukuru Bwana wa majeshi, maana leo kuna kitu Bwana atatenda. Nasema leo kuna kitu Bwana atatenda katika jina la Yesu Kristo, maana urejesho wake Jehova utaweza kurudi kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ilikuwa wakati ule unaona kama ndoto, ilikuwa wakati ule unaona ni kana kwamba yani hauamini picha ambayo ya vitu ulikuwa nazo, hauamini mambo vile ambavyo ulikuwa unaona, kwa sababu tayari shetani ashabadilisha mambo, ashacheza ambavyo wewe haukutaka, amefanya mambo ambayo wewe mwenyewe haukuyapanga kwa maisha yako. Lakini naamini Bwana siku ya leo, jambo lolote ambalo sikupanga kwa maisha yangu, mambo yoyote ambayo sikupanga ambao iko against the will of God, leo in the name of Jesus itaenda kuanguka kwa maisha ya mtu siku ya leo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 Samuel
dhati. Hebu niulizie jirani leo, kitu gani wewe unarejeshewa kulingana na wewe vinyo unaona? Uliza tu jirani, kitu gani leo kitarejeshwa kwako in the name of Jesus. Hallelujah. Biblia inasema 1 Samuel 30 verse 1, now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire. Wacha kwanza tusimame hapo. Kuna kitu nataka hapa tuelewe. Daudi walikuwa wameenda safari. Daudi hawakuwa katika mji wa Ziklag wakati maadui walikuja. Amina. Daudi hawakukuwa, yeye na jeshi lake na wanaume ambao walikuwa naye hawakuwa katika Ziklag wakati hawa maadui walikuja na wakachukua vitu vyao. Hawakuwa wako hapo, hawakuwa katika ile mji. Walikuwa tayari washasafiri, kwa safari yao ilikuwa ya siku 3. Praise the name of the Lord. Na baada ya hizo siku 3, wakati ambapo ziliisha, Daudi waliamua kurudi mahali ambapo ilikuwa kwao ni nyumbani, mahali ambapo walikuwa nakaa na watoto wao na waume wao. Warudi mahali pale, na walipokuwa wanarudi walipata tayari mji tayari ushachomeka, ushaungua, ushateketezwa. Hakuna nyumba, hakuna vitu vya kutumia, hakuna vitu ambavyo walikuwa nazo, zilikuwa zimechomwa tayari. Biblia inasema Daudi alipotazama hicho kitendo, Biblia inasema akahuzunika mbele za Bwana. Alipohuzunika mbele za Bwana, akaenda kumuomba Bwana, Bwana wa mbinguni, nitafanya nini? Bwana wa mbinguni, Jehova Muumba wa juu na mbingu, nisaidie, nitafanya nini? Nisaidie hatua nitakayoichukua, nisaidie maneno ya kinywa changu. Bwana wa mbinguni, ninakuomba. Jambo moja ambao hapa nataka uelewe, wakati hawa maadui walishika huu mji, Daudi hakuwa ndani. Hawakuwa, yeye na jeshi hawakuwa. Hawezi vitu vyako vikachukuliwa kama huko. Hata kama mchungaji hauna nguvu, utapiga duru na maadui watakuitika. Shetani hawezi akakuja kwa maisha yako achukue vitu vyako kama wewe uko. I'm talking about things spiritually. Ukiwa kiroho uko, ikiwa kiroho uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi chukua hata kitu kimoja kwa maisha yako. I repeat this, maana kuna watu ambao hawajanielewa ninavyomaanisha. Ukiwa katika ulimwengu wa kiroho, umekesha vizuri, unaomba, Bwana Yesu asifiwe, hawezi tafadhali vitu vyako vikakuchukuliwa. Aidha kuna kaugeni kidogo ulienda kiroho, kitu ikaenda, ama kuna jambo lilitendeka ikakuwa wewe umeshatoka mahali ambapo unafaa kuwa, adui akaingia akachukua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nikiona mtu analala, nitahubiri kama amesimama. I warn you, please.
Mstari wa pili katika hiyo kitabu cha Samueli 30, mstari huo mwingine wa pili, Biblia inasema ya kwamba nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakachukua wakaenda zao. Praise the name of the Lord. Vitu vyako vilizochukuliwa, vitu vyako vilivyoenda na adui, bado ziko, hasijamalizika, hasijauliwa, bado ziko hai. Kipawa ambao Mungu alikuwa amekupa bado kiko. Biashara ambayo Mungu alikuwa amekupa bado iko, haijauliwa. Kile ambacho Mungu alikuwa amepanga kwa maisha yako akakukabidhi, kisha adui akachukua, bado kiko. Njia ya kufika pale ndio leo nitakusaidia tuitafute, na tunaipata in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakawachukua wanawake wake zao na watoto wakaenda na wao, lakini hawakuua, waliwapeleka wakiwa hai. Ninaamini leo vitu vyako ambavyo shetani alivyochukua ziko hai na zinarudi katika jina la Yesu. Mstari wa 3 tusome verse 3. Hallelujah. Basi Daudi na watu wake walipofikia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao, wanaume kwa wanawake, wamechukuliwa mateka. Mstari wa 4. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakapaza sauti zao na kulia, hadi walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Hali ya Daudi ama hasara ambao walioenda, sio Daudi tu alikuwa ameenda hasara, hata watu ambao walikuwa nao walikuwa pia wameenda hasara, na vitu vyao vishachukuliwa. Daudi, watoto wake na wake wawili ambao alikuwa ameoa, pia na wao walikuwa wamechukuliwa, wametekwa nyara, wameendwa nao, washasafirishwa. Praise the name of the Lord. Walikuwa washaenda. Hebu tuone mstari wa 5. Na hao wake wawili wa Daudi, hebu rudi mstari wa 4. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakapaza sauti na kulia, hadi walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Sijui kama kunajua, kuna watu hata nguvu ya kuomba saa hii, kuna watu wameishiwa na hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mtu aliita Mungu, aliomba, anashindwa. Kwani Mungu hasikiaki ama ananisikia? Yani waliomba, walichoka, hata wakalia, wasijue mwelekeo na direction ambao watachukua. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na kilio,
watu wetu wako hai ama tayari washakufa. Wake zetu na watoto wako hai ama tayari washauliwa na maadui. Walilia, waliomboleza, lakini wakafika mwisho, lakini bado kulikuwa na suluhisho. Hii ndio problem. Na chochote ambacho kimechukuliwa, ninaamini hata leo kuna suluhisho ya hiyo jambo ambalo linakusumbua. Nasema kuna suluhisho ya kile ambacho kinafanya ufike mwisho. Nasema kuna suluhisho ya lile jambo ambalo limekupeleka mpaka hujui kama ni kuomba, hujui kama ni kufunga, hujui kama ni kuongea na mchungaji, hujui kama ni kuongea na marafiki, hujui kama ni wazazi utapigia simu, hujui wapi utaanza kuanzisha mambo, lakini bado kuna njia. Mstari wa 6. Mstari wa 6 tusome. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Mambo ambayo yalikuwa pale, kulianza siasa. Daudi alituambia twende wapi? Walikuwa wameenda kutafuta chakula, walikuwa wameenda kutafuta fanaka. So makosa yote, hatia zote walimwekelea Daudi. Daudi ndiye alikuwa mtu wa kulaumiwa. Daudi ndiye alikuwa amebeba uzito. Mtu akikumbuka mtoto wake, mtu akikumbuka watoto wake, wasichana wake, kila kitu alikuwa anasema, Daudi, kama hatungetoka, kama haugetuambia tuende, kama hatungetoka katika mji huu, vitu vyetu tungezipata zikiwa tayari, mali yetu tungeipata kama bado iko. Lawama zote zilirejeshewa Daudi. Lakini Daudi, Biblia imesema, hakufadhaika moyoni mwake. Alijipatia moyo, alipata nguvu moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kwa siku ya leo, yeyote ambaye ananisikiza, yeyote ambaye sauti hii inamfikia, yeyote ambaye anasikia maneno haya, si wakati wa kutetemeka, si wakati wa kuwa na uoga, sio wakati wa kufadhaishwa na mambo. Huu sio wakati wa kufikiria jinsi utakavyojipanga uende ushago. Pata nguvu kama Daudi. Uwe na nguvu ndani ya Kristo, maana kuna njia ambapo Mungu atafanya kwa ajili yako. Mtu aseme amina. Mtu aseme amina. Mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huo mwingine wa 7.
Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletae hapa hiyo naivela. Naye Abiathari akamletea Daudi naivela huko. Mstari wa 8. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakafikia kijito Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Tukienda, lakini Daudi akaendelea kuwafuatilia yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia hata hawakuweza kuvivuka hicho kijito Besori. Nao wakamkuta Misri nyikani, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala. Nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishanda 2 vya zabibu. Naye akiisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana hakuwa amekula chakula wala kunywa maji siku 3 mchana na usiku. Ndipo akamuuliza, wewe ni mtu wa nani? Kutoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumishi wa Mwamaleki mmoja. Haleluya. Bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi 3 nilishikwa na ugonjwa. Uende mpaka uchoke. Sisi tulishambulia Negebu ya Wakelethi na milki ya Yuda na Negebu ya Kalebu, na huo mji wa Siklagi tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hadi nilifikie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hautaniua wala kunitia mikononi mwa huyo mwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikia jeshi hilo. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu, kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hadi jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Praise the name of the Lord. Tumalizie na hii. Daudi akawapokonya wote. Hapa nataka kila mtu asome, na hii tunaisoma ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inasema Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki, na Daudi akawaokoa wakeze wawili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri.
neno hilo ambalo tulisoma, Daudi wakati aliwekewa lawama, hakufadhaika, hakutingizika. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama imara, moyo wake ukawa uko na nguvu ya kuweza kufanya mambo. Haleluya. Alipokuwa naambiwa atapigwa na mawe na watu ambao walikuwa nao, yeye hakufadhaika, alisimama akiwa na nguvu. Inua mkono moja mbele za Bwana. Ninakuombea nguvu siku ya leo mpya kwa mambo ambao unalaumiwa katika jina la Yesu. Daudi wakati hili jambo lililomtendekea na lililofanyika, kitu ambacho linafurahia hapa, Daudi aliwasanya jeshi lake, alisanya watu ambao wataenda vita na yeye. Akawakusanya watu 600, akawaambia tuenende ili kwamba tukapigane na hawa watu. Lakini kabla Daudi hajachukua hatua ya kwenda kupigana na watu wale ama kuwafuata, alienda kaitisha ebodi na kaingia katika madhabahu, akaomba Bwana, akamwambia, Jehova Mungu wangu, Baba yangu na msaada wangu, nitakapofuata hawa watu nitawafikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Nitakapowafuata nitarejesha chochote ambacho walipochukua kwangu, walichokiondoa kwa mikono yangu. Lakini Bwana Mungu akamwambia Daudi, simama na uondoke uende, kwa maana utarejesha kila kitu. Kwa maana chochote ambacho kilienda kitaweza kurudi katika maisha yako. Chochote ambacho kiliondoka kitaweza kurudi kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Daudi aliondoka na hawa watu, aliwabeba wakiwa 600. Wote walikuwa na silaha, wote walikuwa wamebeba vitu vya vita. Lakini walipofika katika mto wa Besori, kuna watu walikufa moyo, kuna watu walifika mwisho, kuna watu waliona hapa hatuwezi, kuna watu waliona hapa haitawezekana. Lakini Daudi, ile nguvu Mungu alimpa, ile nguvu ilikuwa ndani ya Daudi. Biblia inasema ilikuwa imetoka kwa Mungu, na hiyo nguvu ambayo ilikuwa imetoka kwa Mungu ambayo ilimuingia Daudi, hakufadhaika kwa sababu watu 200 wameshafika mwisho. Hakufadhaika kwa sababu watu 200 wamefika mwisho. Yeye aliangalia akaona, hapa nimebaki na watu 400, hapa nimebaki na watu 400 peke yake. Bila Daudi akawaangalia 200 ya watu, jeshi ya watu ambao walikuwa anawadhamini sana kwa vita, watu ambao walikuwa wanadhamini sana, wakamsaidia kurusha mishale, wakamsaidia kurusha mikuki, wakaweza kusaidia Daudi akaweza kustahimili katika ile vita, wakamsaidia Daudi aweza kufaulu katika hiyo vita. Akawaona wameinua mikono, akawaona wamefika mwisho, akaona wameketi chini, akaona kwamba hakuna mahali wanataka na hakuna kitu ambao wanataka. Walikaa chini wakamwambia Daudi, sisi tumefika mwisho, sisi tumefika mwisho Daudi, turuhusu tukae mahali hapa, turuhusu tukae hapa, kwa sababu hatutaweza kuendelea. Walioweza kufuka kwenye ule moto walikuwa tu watu 400 peke yake. Lakini Daudi alipokuwa anatembea na hawa watu 400, hakuwa tu anatembea na watu 400, alikuwa anatembea na Mungu akiwa ndani. Hakuwa anatembea tu na watu wengi, alikuwa anatembea na Mungu akiwa ndani kila mara na kila wakati. Hata wakati mambo itakuwa imechacha, tembea na Mungu wako.
kuchoka, si wakati wa kufika mwisho, si wakati tu wa kusema Mungu alikuacha. Wachana na watu watakuacha wengi, wachana marafiki watakuepuka wengi, wengine watakosa msaada wako, wengine watakosa kukusaidia, wengine watakataa kutembea na wewe, wengine watakataa kusimama na wewe, wengine watakataa kukuonyesha njia, wengine watakataa hata kukupa ushauri. Lakini ukiwa na Baba wa mbinguni, ukiwa na yule ambaye aliumba chochote ambacho tunaona, hautaweza kuogopa, hautaweza kufika mwisho. Daudi alitembea safari yake, na walipofika jangwani walipata mtu ambaye yeye pia naye alikuwa ameachwa, alikuwa amegojeka, alikuwa anawachelewesha kwa safari, walikuwa wanataka kufanya wima, walikuwa wanataka waende kwa haraka, lakini jamaa akawa mgonjwa. Walipomwangalia yule jamaa mgonjwa, waliona huyu atatucheleweshwa, huyu ambaye tuko na yeye atafanya maadui watufikie. Lakini wakamwacha mahali pale, wakamwacha hana chakula, wakamwacha hana maji, wakamwacha hana kitu. Lakini wasije wakajua ya kwamba mambo yote huwa inatendeka wema kwa wale ambao wanamjua Mungu. Wasije wakajua ya kwamba mambo yote huwa inatendeka kwa wema na kwa mpango wake Jehova. Walimwacha mahali pale, lakini Daudi naye akawa amefika. Alipofika na jeshi lake, walishika yule jamaa, walimuuliza habari gani, naye kujibu kwake Biblia inasema, alisema sisi tumepiga miji mitatu na tumechukua wake zao, tumechukua vitu vyao, hata tumechoma zikra. Daudi akajua habari yangu iko hapa, njia yangu iko hapa, maneno yangu iko hapa, haki yangu itapatikana katika jina la Yesu Kristo. Daudi wakati alifika mahali pale, walijua jamaa hakuwa anaweza kuongea. Walijaribu kumtishia, utaongea, lakini wakamshika tumbo. Wakajua hajakula kwa siku 3, hajakunywa maji kwa siku 3, amekaa mahali pale. Lakini Mungu alikuwa amepanga huyu, hata ugonjwa yake ilikuwa ni Mungu amepanga agojeke hapo. Ilikuwa bawe msaada wa Daudi. Kuna vitu vitatendeka tu kwa ajili ya msaada wako upatikane. Kuna mambo itatendeka kwa ajili ya msaada wako upatikane. Kuna watu watafika mwisho, lakini wewe ukaweza kuelewa kuna njia. Kuna njia. Kuna njia Baba anatengeneza. Kuna njia Mungu anatengeneza. Kuna njia Mungu ananitengenezea. Kuna njia Mungu anakutengenezea. Kuna mpango Baba wa mbinguni anapanga. Kuna kitu Jehova anatayarisha kwa ajili yako. Usije ukafika mwisho, usije ukachoka. Bwana Yesu asifiwe. Walimfukia kijana, wakamuuliza habari yako, akasema. Wakampa chakula, wakampa mkate, wakampatia maji. Aliposhiba akapeana habari yote, akapeana mipango yote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi naye akafanya wima, akatembea, akaenda. Walipokuwa wamefika, walienda wakaweka silaha zao, walienda wakaweka vitu vya vita, walienda wakawa pia wao wakaona wamefika. Wasije wakaelewa ya kwamba kuna watu wanawafuata. Wasije wakaelewa ya kwamba Daudi yako nyuma anafuata wao, anataka akaweze kuwafikia. Katika jina la Yesu Kristo, kuna jambo moja wachungaji nitawaambia. Jehova ako kazini, Muumba wetu ako kazini, aliyetuokoa ako kazini.
Yeye kiti chake amekikalia, na yeye kwa kulingana na mapango yake, kulingana na kile alikusudia. Hakuna mtu atazuilia ya kwamba Jehova asitimize kile ambacho yeye alipanga kukitimiza. Hata kama watamwalika Baramu, hata kama watamwalika wa mganga gani, hata kama watafanya ombi gani na tapiko, Bwana, hakuna mtu atazuilia mipango ambayo Bwana amepanga kwa maisha yako, katika jina la Yesu. Mimi nafurahia hii mahubiri. Mimi nafurahia hii mahubiri, maana najua kuna kitu Bwana anaweza fanya anytime from now, even today. Kuna kitu Bwana anaweza nifanyia. Ishangaze wengi, ishangaze wengi. Sio kwa ajili ya nguvu, sio kwa ajili ya uwezo, sio kwa ajili ya nguvu, bali kwa uwezo wake Roho Mtakatifu. Walipofika mahali pale, walikuwa na msaada. Mahali ambapo tunaenda, Mungu atakupa msaada wako. Atakupa mtu ambaye atakufichulia siri ya kile ambacho hakiendi vizuri. Paulo alipangiwa kuuliwa, na watu wakapangiwa venye watajipanga na wakafunga, lakini wasije wakajua kwa mipango waliokuwa napangia Paulo, kulikuwa na mtoto pale, kijana wa sister yake. Alisikia habari zote na akawa msaada kwa Paulo. Ninaamini kuna msaada wako leo. Ninaamini kuna msaada wako. Ninaamini kuna msaada wangu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Walipofika mahali pale, walikuwa washamaliza mission, washamaliza kila kitu. Daudi na jeshi lake, watu 400 wakafika. Waliwapiga, wote walipigwa na Daudi na jeshi lake. Walipigwa kuanzia kutoka kasini kwenda kaskazini. Walianziwa na chini wakipelekwa juu. Ikabidi watu vijana ambao walikuwa wa maadui, watu 400 pia nao wakaondoka. Walipanda farasi nao wakaondoka, ili kwamba waachilie kile ambacho walikuwa wameimba. Vijana ndio walikuwa na nguvu, vijana ndio walikuwa na uwezo, vijana ndio walikuwa ya kwamba katika vita wangeshinda, lakini washatoroka. Ninainua mkono siku ya leo, mavijana na vitu ambavyo, maroho iliyo na nguvu sana, maroho iliyo na uwezo sana, magonjwa iliyo na uwezo sana, ufukara ulio na uwezo sana, ukuondokea siku ya leo, ukutorokea siku ya leo. Hali ya kukosa kazi ikuondokea siku ya leo. Hali ya kuboeka kwa maisha yako ikuondokea siku ya leo. Hali ya kuitwa masikini ikuondokea siku ya leo. Hali ya kuitwa kwamba wewe mgonjwa ikuondokea siku ya leo. Hali ya kuambiwa kwamba wewe haujiwezi ikuondokea siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema waliingia, wakapanda vitu vyao, wakapanda farasi na wakaondoka. Kuna maroho inaondoka, kuna umaskini unaondoka, kuna magonjwa inaondoka, kuna fitina inaondoka, kuna laana zinaondoka, kuna giza inaondoka, kuna milango inafunguka, kuna dirisha zinafunguka, katika jina la Yesu. Haleluya. Daudi akawapiga, akachukua watoto wake, akachukua mke wake. Aliwapata wakiwa hai, aliwapata wakiwa sawa, aliwapata wakiwa na nguvu. Ninaamini leo chochote ulichopoteza unakipata kikiwa sawa,
katika jina la Yesu. Wale watu walifika Besoari, wakafika mwisho, walikuwa 200. Daudi akawaambia, wacheni sisi tusonge mbele, tutawarudishia vitu vyenu. Wacheni sisi tusonge mbele, tutarudisha kile ambacho kiliotoka. Nasema hivi kwa sababu ya wale hawana nguvu. Nasema hivi kwa sababu ya wale hawana imani. Wacha sisi tuende. Wacha sisi tuende. Wacha sisi tuende. Tuachilie tuende. Hata kama hauna nguvu, Bwana anasema tutarejesha. Hata kama hauna nguvu, tutakurejeshea chochote adui alichukua kinyume na shida, kinyume na matakwa yako, katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Baba kama wewe. Hakuna msaada kama wako. Ninasema hakuna. Hakuna. Niliowadhamini, niliofikiria watanisaidia, waliweka msaada wao chini. Bwana, sauti ni ile ile tu ya kwanza, kwamba nisonge mbele. Bado tunasonga, bado tunang'ang'ana, tunapigana na vita hii. Bwana, ulioniambia nipigane. Hakuna siku nitarudi nyuma. Hakuna siku nitachoka. Hakuna siku nitaambia shetani nimefika mwisho. Niko na nguvu Bwana. Niko na nguvu ambayo umenipea. Niko na nguvu ambayo umenipea Bwana. Na hiyo nguvu imekuwa msaada kwangu. Hiyo nguvu imekuwa msaada kwangu. Bwana, siku ya leo naomba kitu kimoja. Yeyote ambaye anasikia hii maneno na amesikia hii mahubiri, chochote alichopoteza kirudi. Wengine walipoteza ajira, wengine walipoteza afya, wengine walipoteza vitu ambavyo ilikuwa ya dhamana, ikawaondokea maishani mwao. Baba, ninakuomba Bwana, dukanariganirwo, dukanariganirwo, dukanariganirwo. Hari indo ciothe iria weherageria mundu, na hari indo ciothe iria cikaraga kuraihu na mundu, undu uria ingikuhoya roho waku ndakananjikare kuraihu. Roho waku ndakananjikare kuraihu. Roho waku Ngai ndukananjehererie. Uliniambia Bwana utanitangulia mbele. Baba, nitawapata.
chochote kilichoenda na kirejesha kwa jina la Yesu. Kila mmoja sema amen. Kama ni fedha ulipoteza, na irejesha. Kama ni kazi ulipoteza, na irejesha. Kama ni afya ulipoteza, ninairejesha. Kama ni mapenzi ilipotea, ninairudisha. Kama ni biashara ilienda, ninairudisha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Huyu hatashindwa tena, huyu hatalemewa. Hata kama amelemewa, ninamrudishia. Tunarudisha kwa jina la Yesu. Chochote kilichoondoka kirudi kwa maisha yako, in Jesus name. In Jesus name. Jehova wegai monene, wegai monene. Jehova wegai monene, eko makune manene. O Jehova wegai monene, wegai monene. Jehova wegai monene, maweko makune manene. Jehova niene dagotea, niene dagotea. Jehova niene dagotea, maweko makune manene. O Jehova nenda kwa bararia, nina kwa bararia. Jehova nenda kwa bararia, maweko makune manene. O Jehova nenda igane wega, nenda igane wega. Jehova nenda igane wega, maweko makune manene. O Jehova nenda igane wega. Jesu nenda igane wega. Jehova nenda igane wega, maweko makune manene. O Jehova nenda kwa bararia, nenda kwa bararia. Jehova nenda kwa bararia, maweko makune manene. Mungu wetu, wewe hauchelewi, hukibii, lakini hufika kwa wakati unaofaa. Neno lako Bwana limetupa nguvu siku ya leo, na tunajua kuna kitu Bwana umefanya, na maisha yetu Bwana haitabaki yalivyo tena, katika jina la Yesu. Kila roho ya shetani naiteka mateka saa hii. Roho ya kutawanyisha mawazo ya watu, roho ya kuleta utengano, roho ya kuleta ubishi, roho ya kuleta mang'ang'ano, roho ya kuleta giza, na kuamrisha uende saa hii katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa, kila roho ya kutumwa na kujituma, roho ya kuletwa na kujileta, chukua virago zako, ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo.
We were given the name which is above all names, and through the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Through power and authority, kila roho ya magonjwa, kila roho ondoka kwa jina la Yesu. Kila moja inua mikono yako mbele za Bwana. Kuna kitu nataka tufanye ya kipekee. Shandalabo zete kezeri ya rikama yalo. In the name of the Lord Jesus. Hata kuna vitu ulikataa nazo. Kuna mambo ulikataa isikuachilie. Kuna mambo ambao hata mtu alikataa isimuachilie na si ya kutoka kwa Mungu. Right now, right here. Naenda kukemea kila aina. Hata kile unakiika chako na si chako ni cha shetani. I will rebuke it now. In the name of Jesus. Everybody rise up your hands. Inua mikono yako mbele za Bwana. Ninaachilia nguvu ya kipekee ya kuangusha kila mijengo, ya kuangusha kila minara ya shetani, minara na mijengo ya magonjwa, mijengo ya kupoteza, mijengo ya kufudhofoisha, mijengo ya kutetemesha, yote naibomoa katika jina la Yesu. Kila aina ya roho ya kuleta unyonge, roho ya kuleta mawazo mengine, na yangusha radabo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Magonjwa yote yapigie jina la Yesu magoti. Katika jina la Yesu. Kila roho ya upweke, kila roho ya kuleta aibu kila mwaka, roho ya kuleta fitina, roho ya kukosanisha watu kazini, roho ya iliyofanya ufutwe kazi, roho ambayo ilifanya maisha yako yagamie, ninaiondoa milele. Ikuachilie saa hii. In the name of Jesus. Kuna maroho inaenda. There is evil spirit ambavyo zinaondoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Bwana. Ninaachilia moto wa Bwana. Ninaachilia moto wa Bwana. Ninakuweka huru saa hii. Ninaachiweka maisha yako huru. Biashara yako naiweka huru. Pesa yako naifungulisha. Mipango yako naiweka huru. Chochote kilichopotea kirudi. Anza kuita chochote kilipotea. Kila mtu afungue kinywa sasa. Ita. Kiite na jina. Kiite na jina. Chochote kilichoondoka kiite. Lama shanda zekaradabo. Kiite kwa jina. Don't listen for your neighbor. Your neighbor has nothing to do for you. Your neighbor cannot help you. Usiogope tunapigia jirani kelele. You are just open your mouth. Ujumbe wako mfikie Bwana. Yes, ita hiyo kitu iliyotendeka. Jambo ambalo liliyokuondokea iliite tena. Kitu ambacho kilikuwa chako kikaenda. Call it again. Call it again. Call it again. Shalakate sekepa. Shandabaria tokozeria. Kuradabo shandala libozitaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika ulimwengu wa kiroho ninafungua laini zote. In the name of Jesus. Mji wa Nairobi na Soweto, makao yote ya Nairobi, makao yote ya Nairobi, radabo sheteke redeba, rikepeleando sepelililiba. In the name of Jesus. Ninaridabo shalalalazika.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Somebody call upon the name of the Lord. Somebody call upon the name of the Lord. Your life will change today. Maisha yako inabadilika saa hii. Imani yako inarudi. Kile chochote kilichopotea kinarudi tena. Radabo kiteridabo shala. Ulikuwa unalipa nyumba vizuri, ulikuwa na pesa unalipa nyumba anytime. Siku hizi lazima upigiwe mlango, lazima radio ya kupigia simu. Hizo roho za kisirani, hizo roho za kufanya udharauliwe, hizo roho za kukusukuma, ninazikemea saa hii. Nasema zikuachilie, nasema zikuachilie. Kila roho ya shetani ambayo imeshika biashara yako, ambayo ilishika mawazo yako, ambayo ilishika kile ambacho ulikuwa nacho kikaondoka, saa hii nasema kwa jina la Yesu, Jehova ribashita za roho, narejesha nguvu za Bwana, narejesha ratakabazira reke pashanda lalalaze. In the name of Jesus. Kilichopotelea Mombasa na kirejesha, kilichopotelea Kisumu na rejesha, kilichopotelea Murang'a Rikapo ninarejesha, kilichopotelea kule Nyanza na rejesha, kilichopotea kule Western na rejesha, kilichopotelea Nairobi hii na rejesha, kilichopotelea Nairobi na kirejesha, kilichopotelea Kiambu ninarejesha, kilichopotelea Nyandarua na kirejesha, kilichopotelea huko Nakuru na kirejesha, kilichopotelea huko Kibwezi ninakirejesha, kile kilipotelea Machakos na kirejesha, kile kilipotelea huko Turkana na kirejesha, kile ambacho kilichopotelea kule Meru na Isiolo na kirejesha, narejesha, 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 narejesha kwa jina la Yesu Kristo. Shalakate sepereka rida shandalalaze. Narejesha, narejesha kwa jina la Yesu. Kilichopotelea kwenu nyumbani narejesha, kilichopotelea mikononi mwa maadui wako narejesha, kilichopotelea mikononi mwa warogi na waganga narejesha, kilichopotelea kwa wale ambao waliongea kinyume na wewe narejesha, 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 narejesha kwa jina la Yesu. Kilichopotelea mikononi ya makuhani, mikononi hata wengine ni manabii, mikononi ya wengine ambao wameitwa, iwe cheo cha bishop, iwe cheo cha reverend, iwe cheo cha pastor ama cha evangelist, waliokulaani maneno walioweka ikafanya vitu vyako na maisha yako isabaratike, naondoa leo kwa jina la Yesu. Ninatoa, naondoa, ninaondoa, naondoa, ninaondoa, naondoa, ninaondoa. Maisha yako lazima irudi sawa, biashara yako lazima irudi sawa, wokovu wako lazima uwe sawa, kutumika kwako lazima kuwe sawa, kujitolea kwako lazima kuwe sawa. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Inua mikono yote ya miwili juu. Raise up your two hands please. Wale tumeketi tusimame. Hata kama uko na mtoto tafadhali sikuweki sana. Kama wewe si mgonjwa tusimame. Tusimame, tutawagoja msimame, tusimame wote. Ni dhabihu tunataka kutoa na lazima tuifanye kwa pamoja. Kuna mahali nilienda kuhubiri, nilipokuwa naombea watu nikitoa mapepo ikaingia kwa mtu tu alikuwa karibu. Amen.
Hallelujah. In Jesus name. Inua mikono yote ya juu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hii mikono kuna pesa ilishika, hii macho kuna pesa iliona, hii mikono kuna biashara ilianza ikaisha. Ninarejesha chochote kilichopotelea, kilichoingia kwa masimo na kirudisha, kilichozama kwa maji na rejesha, kilipopotea na wakora na rejesha, kilichopotelea kwa maadui na rejesha. Maisha ya hii mikono haitarudi ilivyo tena. Mikono hii ambayo imeinuliwa na hawa, naiweka wakfu mbele za Bwana, na itakaza upya tena katika jina la Yesu Kristo. Na maisha yao haitabaki kawaida, watafanya vitu vitazangasha wengi. Ninawatabiria hii mikono ishike pesa kwa wingi. Ninatabiria hii mikono ianze biashara kwa wingi. Sio biashara moja narudisha, ninarejesha mara 2 kulingana na kitabu cha Yoeli. Bwana ulisema utalipa na utarejesha mara 3. Ninarudisha kwa hii mikono, ninarudisha chochote kilichopotea kwa jina la Yesu. May you receive it now. May you receive it now. May you receive it now. In the name of the Lord Jesus. May you receive it now. Receive it now. Praise the name of the Lord. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Tuwabie watu wa online kwa heri, tuwapigie makofi mazuri. Naitwa Reverend Boniface, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mungu wetu ni mwaminifu. Ukienda pale YouTube utatupata Reverend Boniface Mushoki. Ukienda Facebook utatupata mahali pale, na tunatakuwa tukikuja kwa wingi. Ukituona unatufollow na una like, kisha unapigia rafiki yako, unamwambia kwamba aweze kutufuata. Tuwapigie watu online makofi mazuri.